Mama mjamzito, usishangae kuona una vinyamanyama katika sehemu zako za uke. Usishangae kuona una maotea sehemu zako za siri. Ukweli ni kwamba inawezekana kabla ya kuwa mjamzito hii hali ilikuwa kwa hujawahi kuipata kabisa wala hujawahi kuiona. Lakini baada tu ya kushika ujauzito, mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, unaanza kuona hali ya kuwa na vinyamanyama katika sehemu zako za siri katika uke wako. Ukweli ni kwamba hii changamoto ina uwezo kukaa katika maumbile yako kwa muda mrefu sana bila kuanza kuonyesha dalili. Lakini mara tu kinga zako za mwili zitakapoanza kushuka, ndipo kirusi hichi pia huanza kuonyesha dalili zake. Hivyo wakati ambapo unakuwa ni mjamzito, ukweli ni kwamba pia kinga zako za mwili zinakuwa zinashuka ili homoni zako pia ziweze kufanya kazi yake vizuri. Na hapa ndipo kirusi hichi kinakuwa kinapata nafasi ya kuanza kutawala au kuanza kushamiri katika sehemu zako za siri. Ubaya ni kwamba sasa ukipuuza hali kama hii na ukasema kwamba bwana mimi hivi vipele haviniumi wala haviniwashi, vipele hivyo vitajaa katika uke wako, lakini utamhatarishia afya mtoto wako, kwa sababu hata yeye anaweza kuambukizwa wakati ambako utakuwa unajifungua. Hivyo unaweza kupata mtoto ambaye anakuwa na changamoto nyingi sana za kiafya. Lakini pia usishangae mtoto wako ambaye utajifungua hapo baadaye na yeye akawa na haya maotea katika korodani zake ama katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Hivyo hakikisha kama ni mama mjamzito, tibia changamoto ya maotea ambao uko nayo katika sehemu za siri. Itakusaidia kuweza kulinda afya yako na afya ya mtoto wako. By the way, kama unapenda video kama hii, basi hakikisha una share kwa mama wajawazito wengi sana, kwa wanawake wengi sana, ili na wao waweze kujifunza, wapate elimu ambayo umeipata wewe leo hii.